Changamoto hii imetokea nadhani ni saa 2 na kitu moto huu ulitokea, na chanzo chake kama hivyo umeona serikali inashughulikia kwa kujua chanzo chake, lakini imeteketeza mali za watu, nyumba za watu zimeungua, lakini tunashukuru Mungu ni watu wako salama. Hakuna ambayo walioweza kuathirika na moto huu kwa kuumia au kwa maana ajali hii ya moto. Lakini kubwa zaidi, bado kama mbunge wa jimbo la Morogoro mjini, bado kitengo chetu cha zimamoto kiko chini sana kwa manispaa ya Morogoro. Sielewi tatizo ni nini, kwa sababu huu moto umetokea wako jirani na kituo cha fire, lakini fire imeshindwa kuzima moto huu. Kwa hiyo hilo nalo tulifikisha serikalini walifanyie kazi, na naamini viongozi wa serikali wamekuja wameshaona hilo jambo. Hatuwezi kuwavumilia tena, maana haya matukio ni matukio karibu ya 4 sasa yanatokea, na bado tatizo ni wao kutowahi, na wakiwahi bado matatizo tena. Maji hakuna, kitu gani hakuna, ndio hivyo. Na sisi wananchi wanazidi kuumia kwenye masuala kama haya. Lakini pia tulifikisha kuna kuhusika ili kitengo hiki cha Morogoro kiweze kurekebishwa na kuwa imara. Kwa majina naitwa Daniel Miara, ni operation officer mkoa wa Morogoro. Tupata tukio la moto vibanda vya biashara ambao wanatengeneza furniture mtaa wa Ngoto kwa Morogoro mjini, ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji kushirikiana na wenzetu jeshi la wananchi kikosi cha Mizinga tuweza kufika kwa ajili ya kupambana na moto huo, ambapo kama unavyoona moto ulikuwa ni mkubwa na vibanda vingi ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa ajili ya kutengenezea hizi furnitures, vitanda pamoja na viti mbalimbali vinaweza kuungua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi makadirio kama vibanda 10 au 12 ambavyo vinaweza kuungua. Kwanza napenda ku make clear kwamba tulifika, ingawa taarifa zilifika kwa kuchelewa. Ukiangalia hapa na kituoni ni distance chache. Ya taarifa mpaka moto unawaka ambako mpaka natupigia simu kwa moto kwa umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo tulifika gari iko na maji. Baada ya kumaliza kufight kwa trip ya kwanza, tukaenda kuongeza maji kwa trip nyingine. Ndio hapo tukawasiliana na wenzetu wakaja kutuongezea nguvu. Kwa majina naitwa Amina, ni mkazi wa Morogoro mtaa wa Ngoto. Moto ulitokea hapo, ilikuwa jirani, sisi tupo eneo la pale jirani. Tukashuhudia kwamba moto unatoka hapo chochoroni na ukawa unawaka taratibu. Baadaye tukaona moto unazidi kuwaka na tujajua chanzo ni nini. Na vitu vilivyoungua ni vitu vya thamani tu. Japo watu hamna aliyeungua, lakini vitu vya thamani kama mnavyoona na maeneo jirani. Na humo wote watu walikuwa wanaishi wote, lakini hamna aliyeungua, ni vitu vyao vya thamani vyote vilivyoungua. Kuna vitanda, asilimia kubwa hapa vitanda, makochi, makabati, ni furniture zote zilizoungua. Majina yangu naitwa Swaibu Ramadhani, ni mwenyeji wa huu mtaa Ngoto ambapo ndo tukio lilipotokea saizi wa moto. Chanzo cha moto hakijajulikana ndani nini, lakini ni short ya umeme. Kwa sababu mafundi wote wakawa wameshafunga vitu vao kujiandaa, wakawa wameondoka, kwa sababu mafundi wana kaida saa 12 wao wanaondoka. Mara nyingi tunabaki sisi hapo saloni kwetu na majirani zetu baadhi. Sasa kati short inaanza kutoka, tukachukulia tu ya kawaida tunapigia fire, lakini fire nayo ikawa imechelewa. Mpaka fire inafika hapa, ina maana moto umeshafanya nini? Umezidi kupitiliza. Katika kuhangaika ikaja fire nyingine mbili zote kwa pamoja, maji yakawa yamekata. Nyingine kama hivyo mnavyoisikia, na bado moto ndo kama hivyo mnavyoona mwishoni unaishia. Cha kushukuru Mwenyezi Mungu, hakuna mtu ambaye ameungua zaidi ya tu material ambayo imeteketea kama hivi mnavyoona. Kikubwa tu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna ambaye amepata majeraha yoyote, na baadhi ya material tumeokoa.